Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagbert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa maeneo Ujumbe Usawa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mama Bashuru Yesu anafanya michoro yake ya marejeo ya kinabii kuelezea kwamba unabii umetimizwa. Mama Bashuru Yesu alitoa unabii kwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ibada za maskani wa maeneo Ujumbe Usawa. Wakati siku hiyo ibada inaendelea, Mama Bashuru Yesu alitoa maonyo makali sana dhidi ya mifumo ya kiimani ya ulimwengu kwa maana ya dini na madhehebu, kiasi ambacho wahubiri wengi walikuja na liturujia ya miaka kwa huu mwaka mwema, hasa pale ambako walikuwa wanatoa kwenye mwaka wa kwanza, mwaka uliopita kuja katika mwaka huu kwa kalenda ile ya Makigregory, maana yake kalenda kanisa Katoliki, kiasi ambacho hakuna mahali kokote katika historia ya Biblia Mungu alikuja na mahubiri ya mbadiliko miaka kwa kalenda ya Makigregory katika michoro ya kinabii. Kwa hiyo Mungu Mshuru Yesu wakati anakemea mahubiri yale ya uongo, badala kuambia watu watubu dhambi, wahubiri wengi walikuja na hasa manabii na wahubiri wengine walikuja na nabii za uongo kuambia watu kwamba huu ndio mwaka mwema, mwaka wa mabadiliko makubwa. Lakini Mungu mkuu Yesu alieleza kabisa kwamba mwaka utakuwa mwaka mbaya zaidi kuwa kutokea katika historia ya kaoja nchi, kwa sababu kulikuwa na makosa mengi yamekwisha fanyika ulimwenguni, ikiwepo pamoja na mmeona Marekani walipisha ushoga, mmeona dola ya Roma ilipisha ushoga, mmeona pia mwaka jana tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025 mataifa ya dunia yalikutana pale New York wakapiga kula kuigawa nchi ya Mungu. Kwa Mungu alisema kwamba amekasirika ulimwengu utakutana na mambo mabaya zaidi. Na moja kati ya mambo ambayo Mungu alieleza wazi kwamba ulimwengu utapoteza watu mashuhuri. Na mpaka sasa tayari mmeona matukio makubwa ya watu mashuhuri, wana michezo mbalimbali wamefariki dunia, mmeona baadhi ya wanasiasa wamefariki dunia, mmeona watu wengi mashuhuri wa dunia wanaendelea kufariki dunia. Na niliotoa wakati natoa ile maonyo kuambia watu watubu dhambi, wageuke. Na hapa naweza kutumia nafasi hii, tutaweka matukio mbalimbali, na hatuko hapa kwa ajili ya kudhalilisha, lakini tunatumia nafasi hii ili watu wapate kujifunza kwamba Mungu alikasirika kutokana na mambo yanaendelea ulimwenguni leo duniani. Kwa hiyo nazidi kuzungumza haya, ninaalika makanisa ya kila watu waingie kwenye maombi. Wale wahubiri wanakuja na mambo ya uongo, watubu dhambi, wageuke. Upanga wa Bwana umeachiliwa. Watu mashuhuri watafariki dunia. Na mmeona pia katika hao watu mashuhuri wengine ni wahubiri wengine watafariki dunia. Ni yote inaonyesha kwamba Mungu mkuu akisema jambo lazima tufilishe mchoro. Na hapa nazidi kutumia nafasi hii kuambia watu watubu dhambi, wageuke. Kuna hali mbaya zaidi inayokumba dunia kwa katika mwaka huu. Mmeona tayari matukio makubwa yamekwishatokea, na tutaweka unabii ule, mtaona matukio mengi yalitajwa na tayari yote yameanza kudhibitika katika ufunuo wa yao Mwokozi ambaye anazungumza habari zake, ambao huyu ni Yesu ambaye anazungumza habari zake, Mungu mkuu wa zama zote katika michoro ya kinabii. Tubu dhambi, geuka, Mama Bashuru Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti ile neno hapo Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati wa tuonane katika mwaka unaokuja. Amina. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa Injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema kuna amani, sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itawakumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana. Na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambalo limerekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Maana leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya duniani, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo. Wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasiotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu walioanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi.
Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia ya nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si mmesema huu mwaka mwema, sawa? Lisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Lisikie neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri, ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. It's been a long day. Waziri wa nchi ya ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani William Lukuvi ameaga dunia. Kifo chake kimetokea leo tarehe 25 mwezi Machi mwaka huu 2026. Maombolezo yataendelea siku ya Jumamosi katika jiji kuu Tehran na anatarajiwa kumalizika tarehe 9 Julai wakati Ayatollah Ali Khamenei atakapozikwa nyumbani kwake katika mji wa Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran. Bana, taarifa kutoka Afrika Kusini zinadai kwamba bondia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Romeo Katompa Kaboya maarufu kwa jina la Bololo ameripotiwa kuuawa kwa kuchomwa moto ndani ya nyumba yake katika tukio linalodaiwa kuhusishwa na chuki dhidi ya wageni. Yanga amenisikitisha sana. Yaani mmenisikitisha vibaya mno. Hata kama mpira utani, lakini kwenye hili swala mmenisikitisha. Wala siongei kwa utani, naongea kwa uchungu. Jana nimeona mmeposti picha ya mchezaji wa Mamelodi ambaye kajinyonga, mmeposti msiba wake. Ni kitu kizuri, wala siwalaumu. Kitu kizuri tu. Kilichoniuma leo kimetokea kifo cha mchezaji wenu Kindoki, golikipa wa Yanga. Tena kifo cha ajali, mchezaji kafariki. Bwana, leo Julai 11 mwaka 2026 kuna taarifa moja ya kusikitisha ambayo kwa upande wetu imetufikia. Ni juu ya mchezaji wa Afrika Kusini Jaydan Adams kufariki dunia. Mungu amweke mahali pema peponi, amfungulie mlango aingie. Nilikuwa naye pia hospitalini mpaka na aga dunia na kata roho. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania asubuhi ya leo limepokea taarifa za masikitiko makubwa ya kuondokewa na mpendwa wao Baba Askofu Bernardin Mfumbusa, askofu wa jimbo la Kondoa, ambaye amefariki